Bwana Yesu asifiwe sana. Marafiki zangu wapendwa, watoto wa Injili, watoto wa Yehova wapendwa, marafiki wa Mungu wapendwa, wateule wa Bwana, maaskofu wa Injili, maprofesa wa Injili takatifu, walimu wakuu, wainjilisti, wachungaji, ningependa kuwasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatumai kwamba mpo wazima kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na leo imekuwa ni siku njema sana, siku ya upendo, siku ambayo Bwana ameona ya kwamba tukae chini mimi na wewe tuweze kuzungumza mambo mawili matatu, angalau yanaweza kutusaidia. La kwanza, mimi ni kushukuru sana wewe unayechukua muda wako kwa ajili ya kulike hizi video, kucomment na kushare na kusubscribe na kufollow. Bwana akubariki sana, aweze kukutia nguvu. Tuendelee kutiana moyo. Ninajua kwamba utanifollow na sababu moja tu. Baada ya kupokea haya mafundisho yakisha kupendeza, najua utanifollow. Haya mafundisho matakatifu yakisha kuingia, najua utalike. Haya mafundisho yakisha kuingia vizuri, utacomment, utashare. Yakikuingia vizuri sana, utasubscribe. Kwa sababu unafuata mtu ambaye hatakuja kukusaidia. Unafuata mtu ambaye anakutunza katika maadili mazuri ya kiroho. Unafuata mtu ambaye unajua kwamba mtasonga na yeye mbali. Kwa hivyo nifuate kwa uhakika. Nifuate ukijua kwamba mambo ninayokufundisha ni mazuri. Nifuate ukijua kwamba mambo ninayokuhubiria hapa ni ya Roho Mtakatifu, wala siongozwe na mwanadamu, ila ninaongozwa na Roho Mtakatifu, ili haya mafundisho matakatifu yaweze kukufikia wewe hapo ulipo, ili upate kufahamu na kupata kuelewa sahihi kinachoendelea ndani ya maisha yetu. Basi moja kwa moja nataka tuzame kwenye injili zetu takatifu, na ninajua kwamba wote tutabarikiwa na wote tutainuliwa. Nahitaji kila mmoja alipo akamate Biblia yake takatifu, na unapoishika Biblia yako takatifu, tunataka tuzame kwenye maandiko matakatifu, na leo tunataka tuzungumzie kuhusu maandiko ya unyakuo. Maandiko ya unyakuo watu wameipusilia mbali, watu wameichukua ni kana kwamba haina maana tena, watu wameiweka kwenye bot. Lakini mimi leo nataka niweze kujifundisha mimi na wewe kuhusu maandiko ya unyakuo, yanayohusu unyakuo, yanayoongelea baada ya maisha tunayoishi, baada ya mateso ambayo tunapitia, baada ya kuhangaika tunahangaika mimi na wewe duniani, baada ya kuchekelewa, baada ya kuonewa kwamba hatuwezi kusonga mbele. Hebu tujue kwamba ni kitu gani kitakachofuata hapo mbele. Tunataka tuweze kusonga polepole, moja kwa moja, mimi na wewe, ili tupate kuelewa sahihi ni kitu gani ambacho Mungu anakizungumzia baada ya maisha yangu na wewe hapo mbele. Baada ya kushinda vita hapo mbele, tutakuwa kwenye maisha gani? Baada ya kushinda hizi vita hapo mbele, tutapata raha gani? Kwa hivyo ninaomba kila mmoja aliye na Biblia aweze kutafuta kifungu kitakatifu kwenye Agano Jipya. Kitabu ni Ufunuo wa Yohana, sura ni sura ya 21. Tutaanzia penyewe ili tupate uhondo kamili na tuweze kuelewa mimi pamoja na wewe. Somo la leo ni kuhusu unyakuo. Somo la leo ni kuhusu baada ya maisha tunayoishi, ni kitu gani kitakachofanyika baada ya haya maisha ya mateso. Ni maisha gani tutakayoyapitia pale mbele? Maana tunaelewa kwamba kile Biblia inachozungumza inazungumza kile kinachofanyika na kilichofanyika na kile kinachokuja kufanyika mbeleni. Kuna baadhi ya mengi sana ambayo tumesoma katika Biblia yamefanyika, na mengine yanaendelea kufanyika, na mengine yanasubiriwa kufanyika. Kwa hiyo chochote kilichowekwa ndani ya Biblia, unabii wowote ambao uliwekwa ndani ya Biblia lazima utakuja kutimia. Hata iwe nini, huo unabii ni lazima utakuja kutimia, mpendo wangu. Kwa hiyo ni lazima ujiandae, ukubali ukatae, yote yaliyonenwa kwenye Biblia na Roho Mtakatifu lazima yatakuja kutimia. Upende usipende, yatatimia. Uwe hai, uwe umekufa, yatatimia, mpendo wangu nakwambia. Uwe mzima, uwe mgonjwa, yatatimia, mimi nakwambia. Basi moja kwa moja niite mchungaji Luka Stefania. Huyu ni mchungaji wa kanisa la New Revelation Church of God, nikiwa hapa Nairobi Kawangware. Tunakukaribisha sana ndani ya ibada yetu takatifu. Huwa tunaanza ibada yetu kuanzia mida ya saa 3 hadi saa 7. Huwa tunakuwa na maombi yetu ya kila Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 12. Kwa hivyo tuko kwa ajili ya kuhubiri injili ya kweli. Tuko kwa ajili ya kufundisha mafundisho ya kweli. Tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maisha yako yatakuwa mazuri. Tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba njia zako zitakuwa sawa. Hautateseka tena.
hautaumia tena, hautahangaika tena, kwa kuwa tutakuhubiria ukweli, tutakuambia ukweli. Mimi sitakuhubiria uongo ili unipe sadaka, hapana. Sitakuhubiria uongo ili unipende, hapana. Nitakuambia ukweli, unichukie kwa ukweli. Nitakuambia iliyo ya haki, ukose kunipa sadaka yako kwa ukweli. Usinipe sadaka yako kwa kuwa nimekuhubiria uongo, hapana. Usinipende kwa sababu natangaza uongo, hapana. Usinipende kwa sababu mimi ni mtenda dhambi, hapana. Mimi nipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba utaziacha dhambi. Nipo kwa ajili ya kujifundisha na wewe namna ya kujiepusha ndani ya dhambi, namna ya kutembelea katika utakatifu. Lazima tujue kwamba tutatembelea vipi katika utakatifu, tutafikiaje ule utakatifu ambao Yehova anahitaji tupitie ndani. Sisi sio watakatifu, na duniani hakuna aliye mwema, duniani hakuna aliye mtakatifu, wote tumetenda dhambi. Ndio maana siku zote tunabaki kuwa wenye dhambi siku zote. Kiangalia katika kitabu kitakatifu cha Marko sura ya 10 mstari wa 18, Yesu anazidi kutuelezea kwamba hakuna aliye mwema ila mmoja tu ambaye ndiye Mungu Baba peke yake. Kwa hiyo Yesu hata alifahamu vizuri ya kwamba alipokuwa duniani hata yeye alikuwa mwenye dhambi, na yeye ndiye aliyekuwa mwenye dhambi mkubwa sana. Yesu alikuwa mwenye dhambi mkubwa zaidi, maana alibeba dhambi zote za wanadamu. Yesu alibeba usherati, alibeba ufisadi wa aina mbalimbali, alibeba uzinzi, alibeba ulevi, alibeba ukahaba, alibeba kila aina ya dhambi. Kwa hiyo Yesu alikuwa mwenye dhambi mkubwa sana duniani, na ndio maana hakutaka kuitwa mwema siku zote. Ila baada ya kuitimiza hayo yote, sisi tukapata huru, sisi tukapata neema nyingine, sisi tukapata kuendelea kuishi, tukaruhusiwa kumfikia Mwenyezi Mungu Baba wetu. Sisi wote tukafanywa kuwa makuhani, ni kwa sababu ya Bwana Yesu Kristo kuhifadhika ndani ya maisha yetu. Hebu sasa tuangalia hapa ni maneno gani ambayo Yesu anatuambia baada ya haya maisha, baada ya kudharauliwa, baada ya kuteseka, baada ya kupigwa, baada ya kuhangaika, baada ya kufunga mifungo mingi, baada ya kukesha, baada ya kulala njaa, baada ya kuomba maombi mingi sana. Baada yake watu wanakwenda kupumzika. Je, baada ya kuendelea kupumzika ni raha gani watu watakayoipata duniani? Moja kwa moja tuzame kwenye maandiko matakatifu. Naomba unifuate kwa upole na naomba tufuatane kwa pamoja. Kitabu ni cha Ufunuo sura ya 21 kwanza penyewe. Tunazidi kuzungumzia mbingu mpya na nchi mpya. Inasema ya kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. 2 inasema ya kwamba nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila jozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno takatifu limeweza kutufikia kwa uhasama mzuri kabisa, tena kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na tumeweza kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu anazidi kujieleza. Yesu anazidi kutuongelesha na kutuambia vizuri ya kwamba Roho Mtakatifu anabaki kutuongoza duniani wakati tunazidi kuteseka, lakini tunazidi kuambiwa ya kwamba baada ya haya mateso, baada ya hizi vita, baada ya hii njaa, baada ya magonjwa, baada ya hii mateso ambayo tunapitia duniani, baada ya haya mateso kufika na kuisha, tunaambiwa kwamba tazama, mji mtakatifu unashuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Na unaposhuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, unakuja kwa ajili yetu, na unakuja kwa ajili ya kuwanyakua wale wateule walioteuliwa kwa ajili ya utakatifu wa Bwana. Mpendwa wangu, nahitaji tufuatane moja kwa moja. Hebu nifuate kwenye sehemu ya pili ili tupate kuelewa zaidi
kwamba huu mji mtakatifu utakuwa wa kina nani? Na huu mji mtakatifu mbona wakaleta mji badala ya kuleta dunia? Mbona wakaleta mji badala ya dunia? Basi nifuate moja kwa moja katika ile awamu yetu ya pili, ili tuendelee kujifundisha zaidi na tuweze kuelewa pamoja na wewe. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu, usiondoke, bali hakikisha kwamba umetazama sehemu ya pili. Ubarikiwe sana mpendo wa Yesu. Niite Mwalimu Luka Sefania. Shalom.